Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji, na karibu kwenye habari za Splash Media. Zinavyogonga vichwa vya habari kwa sasa ni kwamba leo siku hii tarehe 8 ambayo ni siku ya Jumamosi mwezi huu wa 3, ndipo mwenda zake Wafula Chebukati analazwa katika boma lake ambalo liko katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo ni mji wa Kitale. Inatarajiwa viongozi wengi wataweza kuhudhuria mazishi hiyo. Mtazamaji, nataka kuletea moja kwa moja kile ambacho kitaweza kujiri katika mazishi hile. Mtazamaji, ikumbuke kwamba Wafula Chebukati ndio kiongozi wa kwanza ambaye baada ya kufariki kwake watu bado wanamdhulumu na kudhulumu familia yake. Mtazamaji, kinachobonga vichwa vya habari tena ni kwamba Raila Amolo Odinga pamoja na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto wameweza kusaini mkataba na kuungana kuwa kama chama sio chama kimoja, wameweza kuungana na kukubaliana kuweza kufanya kazi pamoja. Mtazamaji, hii imeweza kuwashangaza wengi ambayo haikuwa matarajio ya watu wengi. Na kwa nini wafanye kuungana? Mtazamaji, naomba uweze kuweka maoni yako pale kwenye comment section, uweze kunieleza kama maungano haya ni maungano sahihi kweli. Mtazamaji, kumbuke kwamba kuna mwaka ambapo Raila alikuwa na mzozano na William Samoei Ruto. Mtazamaji, na ni mwaka tu bado siku chache kama takriban mwaka moja hivi kabla ya uchaguzi mkuu. Na ikumbuke kwamba Raila Amolo Odinga alisema mwaka wa 2027 atakuwa kwenye kinyang'anyiro cha urais, na mtazamaji, tumeona kwamba ameweza kuchange mind na kuungana na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Sasa mtazamaji, Raila aliweza kuandikwa kwenye vitabu za historia kama mgombeaji mkuu na ambaye ni long lasting opposition leader, na ameweza kujiunga kwenye serikali. Je, hii itakuwaje? Viongozi wengine ambacho kwenye chama cha Azimio, je, wameridhika na makubaliano haya ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga au la? Na hii itaweza kuaffect vipi nchi hii ya Kenya? Mtazamaji, imagine nchi jinsi itaweza kusalia bila opposition, strong opposition. Mtazamaji, kwenye uchaguzi unaopita huenda ikawa Rais William Samoei Ruto ataweza kupita kura yake kwa virahisi, kwa manake Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa mgombeaji ambaye alikuwa imara kabisa kwenye opposition party. Nikiwa wako presenter Cruz, Splash Media.